Bwana, ni episode ya 6. Tutazungumzia fair value gap. Kwa kifupi wataalamu wenyewe wanaweka herufi 3 tu, F, V na G. Karibu tena na nikukaribishe kwa mara ya 3. Karibu tena kwenye mfululizo wetu wa episode za Forex. Tunazungumza na tunajifunza. Kwenye mazungumzo tunajifunza pia. Hii ni Evo Forex Podcast. Kama umefika hapa, basi tayari unaanza kuona market kwa jicho la tofauti. Kwa wale ambao tupo nao kwenye series ya kwanza mpaka hii ya 6, watakuwa wanaelewa ni nini ambacho nakizungumza. Kwenye episode iliyopita tuliongelea order block. Jaribu kuiongelea order block, na leo tutaenda step nyingine mbele kidogo. Tutaongelea kitu kinaitwa fair value gap au FVG kwa kifupi. Kama umewahi kukutana na hili neno kwenye analysis ya mentor wa aina yoyote, basi jua kabisa leo nataka nilichambue kwa lugha nzuri kabisa ya Kiswahili. Yoyote asielewa naye apate kunielewa. Sasa kama kawaida yangu, fair value gap ni nini? Bwana, fair value gap ni eneo ambalo market ilisogea tena kwa haraka sana, bila kutoa nafasi ya buyers na sellers kubalance. Au ngoja nikulete kidogo kwenye aka kalugha kitu karahisi ambako unaweza ukanielewa. Ni gap au nafasi ambayo imeachwa, kwa kitaalamu anasema imeachwa wakati market ilifanya move ya nguvu. Nadhani utakuwa unanielewa. Ni gap sometimes inakuwa baina ya zile kendo, kwa sababu gap inatokea baina ya kendo 3, ya kwanza, ya pili na ya tatu. Ya kwanza inafunga, inapoanza ya pili inavuka ile pin ya kendo ya kwanza, then ikifunga ile inayofuata inakuwa inafungua juu zaidi. Kwa hiyo ile pin ya kwanza inakuwa haipo kwenye balance. Tunasema ile ndo gap. Sasa kitaalamu hapo wanasema hii ni nafasi ambayo buyers na sellers hawakubalance, kwa tunaita ni gap. Hebu fikiria kidogo. Market iko kawaida, alafu ghafla ikapanda au ghafla ikashuka kwa movement ambayo tunasema ni kubwa sana, yenye momentum kubwa. Inafanya kendo zinakuwa ni kubwa sana juu. Hiyo move ilikuwa haraka sana, hakukuwa na balance kati ya buyers na sellers. Na hapo kitaalamu ndo tunasema fair value gap inatokea. Sasa kingine hapa tujue pia, hapa kuna siri kubwa pia kwenye hiki kipengele. Market ina tabia kurudi kwenye maeneo haya. Yani kwa kawaida fair value kama order block tu ni sehemu ambayo ni very interested. Market mara nyingi ina tabia kurudi kwenye hayo maeneo ili kujaza ile gap au kulibalance order, kitaalamu wanasema, then inaendelea na safari kama kawaida. Hii ndio maana utaona market inapanda kwa nguvu, alafu inarudi kidogo, ndio inaendelea tena kupanda. Maana yake unapata zile order zinakuja zinachukuliwa, ndio maana tunapenda sisi kuingilia kwenye hii fair value. Sasa smart trader, tujiulize swali, anafanyaje hapa? Hapa smart trader anasubiri kuingia wakati market inaenda haraka. Yani lazima asubiri, hawezi kufanya pupa kama nimesema. Wale ambao matrader ambao ni smart wanakuwa wanasubiri confirmation. Anasubiri irudi kwenye ile fair value, hapo ndipo anaingia. Hii ndo entry clean sana. Sasa kama unanifuatilia,
tuunganishe hizi dot, tuunganishe na mfumo kamili wa trading. Step ya kwanza tumejifunza liquidity. Lazima liquidity ichukuliwe, yani lazima zile stop loss ziende zichukuliwe, tujihakikishie kwamba liquidity imetokea. Step ya pili, tia tiki, break of structure ifanyike. Kama ilikuwa price inapanda then inashuka whatever, lakini lazima tuone break of structure. Step ya tatu, to identify order block, tutambue kwamba hii ni order block. Nadhani kwa wale ambao hawafahamu, rudia video zangu za YouTube. Hizi ni series ambazo nimezungumza kimoja badala ya kingine. Step ya 4 ndo hii sasa, fair value gap, ambayo step ya 5 tunatakiwa tusubiri price irudi kwenye ile entry, ambazo mimi naweza nikasema hapa kwamba order block pamoja na fair value gap ni point of interest zetu sisi, au ni strong resistance au ni strong support kwenye market, na tuziheshimu sana. Ukiona vitu hivi vyote kwa pamoja, hapo una setup ya nguvu sana bro. Na narudia kwa mara nyingine, forex sio kubahatisha, ni kusubiri, kuwa na subira kwenye maeneo yenye logic sana. Traders wengi wanafanya kosa moja, wanaingia katikati ya move, wanafanya chase market, wanaikimbiza sana market, wanapata ile fear of missing out, wanapoteza. Sasa tuje kwa hawa smart trader. Yeye kama kawaida, narudia hii sentence, smart trader mara nyingi ana msemo kichwani kwake, nitangoja market irudi kwenye zoni yangu. That is clear. Na zoni hizo mara nyingi ni order block na fair value gap, ambazo mimi kwa sasa hivi hizi zone naziweka kama ni point of interest. That's why kwenye kitabu changu ambacho nimekiandika kulingana na hii strategy ambayo mimi naitumia, ambayo nimeitoa kwenye concept ya ICT, kuna kitu kinaitwa point of interest. Sasa kati ya point of interest, hizi order block pamoja na fair value, hizi ni major point of interest, ambazo nikiziona kwenye higher time frame, basi jua kabisa kwenye low time frame post 10 pips. Hapo ndo pesa ipo. Ukianza kuelewa fair value, utaona entry zako zinakuwa clean sana, stop loss ndogo, profit kubwa. Na hii ndio tofauti ya trader wa kawaida na pro trader. Kumbuka, sio kila gap ni fair value nzuri, kwa ni lazima iendane na structure, as I said before, liquidity pamoja na direction ya market. Ukiona vitu hivi vimekuwa align, hapo una kula it's like you squeeze a lemon, yani ni unakula kirahisi sana. Na kingine pia jamani, forex sio kufanya trades nyingi, ila ni kufanya trades sahihi. Na fair value gap itakusaidia sana kupata entry sahihi. Nadhani kwenye episode inayofuata tutaongelea kidogo trading psychology, kwa sababu hata uwe na strategy nzuri, bila mindset sahihi utapoteza. Kama umejifunza kitu leo, hakikisha una follow channel yetu, unasikiliza vizuri vitu vyetu ambavyo tunavizungumza, na share